Licha ya kwamba Yanga haijathibitisha kumchukua Romuald Lacotondrabe kuwa kocha mkuu wa timu hiyo, lakini mwenyewe amefichua kwa namna alivyokubali dili alilopewa na Yanga na kuichomolea Simba. Kwa siku za hivi karibuni kumekuwa na taarifa za Yanga kuwa hatua za mwisho kusitisha mkataba wa kocha Romain Folz baada ya kuwepo shinikizo la kufanya hivyo kutoka kwa mashabiki wakionyesha kutoridhishwa na mbinu zake za ufundishaji. Katika mahojiano maalum na jarida la El Express de Madagascar, kocha Romuald Lacotondrabe maarufu kwa jina la Roro amesema baada ya kufanya vizuri na Madagascar kwenye michuano ya CHAN 2024, timu hiyo ikimaliza nafasi ya pili ilipopoteza fainali kwa kufungwa mabao 3-2 na Morocco, klabu mbalimbali zikavutiwa na yeye ikiwemo El Merreikh ya Sudani na Simba Sports Club ambao ni watani wa Yanga. Akianza kuzungumzia dili alilolikataa kutoka kwa El Merreikh, Roro amesema, nilisita kwa sababu sikuwa nimevutiwa sana hasa kwa klabu hiyo ya El Merreikh ambayo inacheza mechi zake nje ya nchi. Mbali na Wasudani hao ambao msimu uliopita walicheza ligi ya Mauritania sambamba na ndugu zao Al Hilal kufuatia nchini kwao kuwa na machafuko, pia klabu ya Simba ilionyesha nia kumhitaji Roro. Nikimnukuu Roro anasema, klabu ya Simba pia ilionyesha nia lakini nimeridhishwa zaidi na mipango na malengo ya Yanga. Viongozi wa klabu ya Yanga wanadhamira kufika mbali zaidi katika ligi ya mabingwa Afrika. Wamenihakikishia kuwa klabu ina kila kitu kinachohitajika kufikia malengo yake, wachezaji wenye ubora, ari na wanaothaminiwa, na pia nitaruhusiwa kusajili wachezaji wapya pale itakapohitajika. Hata hivyo, ikumbukwe Simba wakati na msaka mrithi wa Fadlu iliweka masharti ya kocha ajaye asiye na lundo la wasaidizi kama ilivyokuwa kwa mtangulizi wake, na ndio maana Pantev amekuja na msaidizi mmoja pekee anayefahamika kama Simeonov Kamenov. Fadlu alipotoa Simba alikuja na wasaidizi wake ambao ni Darian Wilken kama kocha msaidizi, Wayne Sandles kocha wa makipa, Durrell Butler kocha utimamu, na Muzi Kaiji mchambuzi wa video, ambapo pia ameondoka nao kuelekea Raja Casablanca Morocco. Kitendo cha Roro kuhakikishiwa na Yanga kuja na wasaidizi wake wa benchi la ufundi moja kwa moja akashawishika kusaini, tofauti na Simba iliyoweka masharti ya kocha ajaye asiwe na wasaidizi wengi. Roro anaondoka Madagascar baada ya kuiongoza timu hiyo kumaliza nafasi ya pili katika mashindano ya CHAN 2024 ambapo timu hiyo ilicheza mechi 7, ilifunga mabao 9 na kuruhusu 7 ikiwa na clean sheet 2 pekee. Ilipoteza mechi ya finali dhidi ya Morocco kwa mabao 3-2. Kuhusu upande wa Folz yeye alitambulishwa ndani ya Yanga Julai 14, 2025. Tayari ameiongoza timu hiyo kwenye mechi 5 za mashindano akishinda 4 na sare 1, huku akiivusha kwenda hatua ya pili ya ligi ya mabingwa Afrika. Katika mechi hizo 5 Yanga imefunga mabao 9, haijaruhusu nyavu zake kutikiswa, ikimaanisha ina clean sheet 5. Pia Yanga chini ya Folz imetoa taji moja la ngao ya jamii baada ya kuifunga Simba bao 1-0. Taarifa zinasema kocha huyo Mfaransa anaondoka si kwa sababu ya matokeo mabaya, bali mashabiki hamuelewi mbinu zake za ufundishaji, kwani timu inashinda bila kutoa burudani. Hivyo wametoa shinikizo lililopenywa kwa uongozi na kufikia uamuzi wa kumsitishia mkataba wake.